Katika maeneo ya Kilugo cha kaunti ya Kwale, neno Kilugo linatokana na Kijita au Kidigo miongoni mwa lugha za Mijikenda. Kulingana na matumizi ya wenyeji wa Kwale, Kilugo humaanisha milima au maeneo ya juu au unyongoni yenye misitu na mabonde. Mara nyingi hutumika kurejelea sehemu za Shimba Hills na maeneo yanayozunguka maeneo ya misitu au vilima vilivyo juu kuliko makazi ya kawaida. Maeneo ya vijijini yenye mwinuko na changamoto za barabara. Kwa kifupi, Kilugo, maeneo ya juu vilimani, mara nyingi yenye misitu ndani ya pwani ya kusini. Safari ya kuelekea Tiribe na Kirewe imekuwa simulizi ya miaka mingi ya changamoto, matumaini na uthabiti wa jamii. Barabara ya Kwale Tiribe Shimba Hills ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisumbua wakazi, imeacha alama kubwa katika maisha ya wengi, hasa wakati wa mvua ambapo maeneo haya hubaki kukatwa na dunia. Lakini nyuma ya changamoto hizo kuna simama jamii imara. Vijana wamekuwa mstari wa mbele kupiga kelele kwa maendeleo, hasa baada ya msiba wa kijana na mchezaji mahiri wa kandanda Salim Bilo kutoka Tiribe ambaye alipoteza maisha kutokana na kucheleweshwa kupata huduma za dharura, kisa kinachoendelea kuibua maswali mazito kuhusu mifumo ya afya ya kaunti ya Kwale. Na sasa hadithi inaendelea upande wa Kirewe, mji unaokuwa kwa kasi na unaunganisha Matuga, Kinango na njia za kuelekea Shimba Hills. Ni hapa katika takriban kilomita 48 kutoka Kombani Junction kwenye barabara ya Ukunda Mombasa Lungalunga, ambapo macho ya wapenda maendeleo yalielekezwa kufuatia video zilizovuma mitandaoni. Video hizo zilionyesha hali ya kusikitisha ya shule ya msingi Kahoyeni, wanafunzi wakiketi juu ya mawe, madarasa ya udongo yaliyopasuka na mazingira yasiyokidhi viwango vya kusomea katika karne hii ya uwazi, usawa na ugatuzi. Mnamo tarehe 12 Disemba kupitia Bungale Foundation inayoongozwa na naibu kiongozi wa chama cha UDM ambaye pia aliwahi kuhudumu kama waziri wa vijana, michezo na utamaduni wakati wa uongozi wa gavana wa zamani Salim Mvurya, viongozi na wadau waliamua kuchukua hatua. Lavish Heart Youth Initiative Agenda kupitia jukwaa lake la kukuza sauti za vijana na simulizi za jamii liliungana na juhudi hizi, si kwa kutazama tu bali kuwa sehemu ya suluhisho. Swali kubwa linaibuka: je, inawezekanaje katika enzi ya maendeleo, ufunguaji wa bajeti na kauli mbiu za hakuna mtoto atakayeachwa nyuma, bado tupate shule inayowahitaji wanafunzi kushindana katika mitihani ya kitaifa ilhali mazingira yao yako duni kiasi hiki? Leo tunasimulia hadithi ya Kahoyeni, si kama simulizi ya masikitiko bali kama mwaliko kwa mamlaka, wadau na jamii kuamka. Hii ni hadithi ya Kwale ya mapambano, matumaini na wananchi wanaotaka kuwa mabadiliko wanayoyatamani. Kutoka Kahoyeni, Tiribe hadi Kirewe, hapa ndiko kila simulizi ya maendelezo inaanzia. Hamjambo. Basi kwa jina naitwa Marco Akiba. Mimi ni mwalimu mkuu katika shule hii ya Kahoyeni. Nimeweza kupewa nafasi hii na fursa hii mahali hapa. Pia ni mtu ndiye na familia, niko na mke na watoto wawili. Makao ni kule Mkundi, lakini sasa ninaishi hapa Kahoyeni tangu mwezi wa 6. Nimeingia hapa mwezi wa 6 na nikakuta hali jinsi ilivyo,
na nishikane na wazazi pamoja na wanakijiji, viongozi wa kijiji, mabalozi, village chairman, chief na kamati wa shule ambao walikuwa hapa. Tukazungumza kwa kina na tukasema watoto wetu ni watoto wa Kenya kama wale wengine, wanastahili na wanahitaji madarasa bora kwa ajili ya elimu yao. Ukweli ni kwamba shule hii ina zaidi ya miaka 8. Shule hii iliweza kupata ECD miaka ya kitambo, na ECD ile tunajua watoto wakitoka PP1 PP2 ni lazima waende grade 1, na ni watoto wadogo sana, hawawezi kuenda mbali, hawawezi kuenda Mwamtobo, hawawezi wakatembea mpaka Kizibe, ni mbali sana. Kwa hiyo wakaamua waanzishe madarasa. Uwezo wa wazazi, uwezo wa chini sana, waliweza kujenga madarasa yale kwa udongo na makuti, na watoto walikuwa wanakaa chini. Tulipowasha moto wa kuitisha msaada, tukaweka kwa media, tukakutana na watu walio kinyume chetu, lakini tukamwomba Mungu tupate msaada kutoka kila upande. Tumepata msaada wa CDF, umesimama pale. Namshukuru Mheshimiwa Honorable Tandaza kwa ajili ya mjengo ule ambao umeanza tayari. Pamoja na hiyo, tuko na 6 classes za wanafunzi, lakini hatuna mjengo wa kuaccommodate 6 classes. Mwaka huu wako darasa la 5, lakini mwaka ujao watakuwa darasa la 6. Kwa hiyo tukapiga mbio kila upande. Tuliweza kufika kwa ofisi kuu za gavana na wakanishauri ya kwamba nikaweze kwenda upande wa CDF, nikaandika barua na ikafika pale. Ndio maana tumepata mjengo ule, lakini bado tunahitaji 5 more classes, kwa sababu hata hilo darasa wakimaliza watahitaji JSS. Kwa hiyo hii shughuli ya leo ni kwamba tung'ang'ane tupate madarasa 4 ambayo yatakuwa yameaccommodate the whole school. Tukipata 4 classes plus 2 tutakuwa tuko na 6 classes. Hiyo ni 2026. Lavish Heart TV, mguso wa jamii, sauti ya wanyonge. Katika miaka 8 iliyopita, kijiji cha Kahoyeni kilichopo katika wadi ya Mkongani, kaunti ya Kwale, kimekuwa kikifahamika kama sehemu ya kupumzika, jina ambalo linaendelea kikamilifu na tafsiri ya lugha za jamii ya Mijikenda. Lakini nyuma ya jina hilo lililojaa utulivu kulikuwepo simulizi ya kusahaulika na kupuuzwa kwa miaka mingi. Kama ilivyo katika maeneo mengine ya kaunti, kijiji hiki kilistahili haki sawa ya maendeleo. Wanakijiji walishuhudia mabadiliko ya kwanza makubwa wakati hayati Mheshimiwa Salim Mvurya, aliyekuwa gavana wa Kwale na ambaye sasa ni waziri wa michezo, alipoanzisha upya ujenzi wa ECD iliyoleta matumaini mapya. Hatua hii iliungwa mkono na gavana wa sasa Fatuma Achani, na kwa mara ya kwanza jamii ilianza kuona matunda halisi ya ugatuzi. Hata hivyo, miaka ikasonga, mtaala mpya wa elimu ukaingia na swali likabaki: baada ya gredi ya 4 watoto wa Kahoyeni wataenda wapi? Swali ambalo lilimkosesha usingizi mwalimu mkuu ambaye ameitumikia shule hii kwa miaka kadhaa. Baada ya kutafakari na kutafuta ushauri, mwalimu mkuu aliamua kupigania suluhisho. Aliongoza harakati za kuanzisha shule ya msingi ili kutumika kama daraja kutoka elimu ya msingi ya chini, lower primary, hadi junior secondary. Harakati hizi ndizo zilizounganisha Bungale Foundation, marafiki wa maendeleo, TikTokers na wakazi wa Kahoyeni, wote kwa lengo moja: kuokoa mustakabali wa watoto wa kijiji hiki.
Mwalimu alipopeleka ombi lake kwa serikali, aliambiwa alifikishe kwa mbunge wa Matuga Mheshimiwa Kassim Sawa Tandaza. Huyu ni mbunge aliyepata kura 20 tu katika kijiji hiki dhidi ya kura 82 alizopata mpinzani wake wa karibu Mheshimiwa Ramadhan Bungale katika uchaguzi wa mwaka 2022. Je, ilikuwa idadi ndogo ya kura iliyosababisha kijiji hiki kupuuzwa katika mgao wa mradi ya CDF au kulikuwa na sababu nyingine? Maswali haya yakawa makubwa zaidi pale ambapo baada ya msururu na video mtandaoni kuonesha hali mbaya ya shule ya Kahoyeni, ghafla ndani ya wiki moja tu vifaa vya ujenzi vikashushwa, wakandarasi wakaletwa na ujenzi wa madarasa mawili ukaanza haraka. Wakazi na wadau waliokuwa wakitoa michango walijiuliza, je, bajeti hii iliidhinishwa lini? Je, kulifanyika ushirikishwaji wa umma ama inavyotakiwa? Kwa nini mradi uliweza kuanza ghafla baada ya pressure za mitandaoni? Kwa nini ulisuasua kwa miaka lakini ukakimbizwa ndani ya siku chache? Huku wakiangalia hali halisi, wengi waliamini wazi kwamba nguvu ya wananchi na mitandao ndiyo iliyofungua macho ya mamlaka. Wakati huo huo, Team Bungale Foundation, marafiki na wanajamii waliweka nguvu zao pamoja kukamilisha mahitaji yaliyosalia, hatua ambayo Kwalenians wameisifu kwa moyo wote. Wakaahidi kwamba hawatosita tena kufuatilia, kuuliza na kusimama kidete kuhakikisha miradi iliyotekelezwa au kupungukiwa na uwakilishi inatekelezwa ipasavyo. Wakasema wazi kwamba kuanzia sasa Kahoyeni, Matuga na kaunti nzima ya Kwale lazima ziwe katika mstari mmoja wa maendeleo kama ilivyo maeneo kama Kiharu, Nyali na Embakasi East, maeneo yanayoonyesha viwango vipya vya uwajibikaji na maendeleo ya umma. Na kama kawaida, Lavish Heart TV, mguso wa jamii, tunaendelea kutoa heshima inapostahili, lakini pia tutauliza maswali mazito pale ambapo maswali yanahitajika kwa manufaa ya wananchi na uwazi wa maendeleo. Kwanza kabisa nataka nirejeshe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo, na nyinyi nyote mtakubaliana na mimi kwamba tunahitaji kurejesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Kama isingekuwa Mwenyezi Mungu, leo hii siku tusingekuwa hapa, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametuwezesha. Alika mtu ni jambo moja, na mtu kuamua mimi naenda ni jambo lingine tofauti. Na kwa wale wote ambao wameacha shughuli zao wakaamua leo tunaenda Kahoyeni, mimi nawashukuru sana. Nataka nishukuru mwalimu wa Kahoyeni Primary School ama walimu wa Kahoyeni Primary School kwa ukakamavu. Kusema ukweli, bwana huyu kama isingekuwa ukakamavu, hata leo tusingekuwa naye hapa, kwa sababu alipokea vitisho aina zote, lakini yeye akasema lengo lake ni moja tu, na kwamba Kahoyeni Primary School iweze kujengwa. Na mimi namshukuru sana mwalimu. Nataka nishukuru jamii ya Kahoyeni, jamii nzima, kwa sababu ya kuwa na nia njema ya kuungana na sisi ambao tulikuja kuhakikisha kwamba hii Kahoyeni Primary School itakuwa na heshima kuanzia leo kwenda mbele. Mimi ni Rehema Langaso. Lavish Heart TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Believe you guys you're going to fuck, kwa sababu nimeona mna experience na maswali mnayouliza, yani everything is perfect. Lavish Heart TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki.
Yo, this is King Kaka and you're watching Lavish Hat TV. Keep it locked. Hey yo, what up, it's your boy Calligraph Jones, rapping the 254, straight out of the 1960. Right about now, you checking me out in the flesh, and you know who I'm rocking with, Lavish Hat TV, and this is the CEO right here, as you can see. So respect the OGs, respect Lavish Hat TV, respect